Tim Tapatin, ahlan wa sahlan wa marhaba. Sababu 10 zinazonifanya nipende kuitumia AtVoice Aloud Reader. Habari za asubuhi mwana Access Tech and Support kokote uliko. Alhamisi ya tarehe 4 hii mwezi wa 4 mwaka 2024. Siku za namna hii huwa zinajitokeza mara chache sana katika kila muongo unaojitokeza. Kwa hiyo tufurahie actually hivi vitu. Kwa hiyo ni vitu ambavyo ni mara chache sana, kama ilivyojitokeza tarehe 11 mwezi wa 11 mwaka 2011, haitakuja kujitokeza tena kwa muda ambao mimi na wewe tutakuwa duniani. Twende sababu ya kwanza. AtVoice Aloud Reader kwanza ni mojawapo ya app zinazoongozwa kuwa na accessibility. Ndio kuweza kuruhusu wewe kuisoma sentensi kama sentensi kwa kutumia character words au kusoma kwa namna yote ile. Kwa hii inanifanya mimi nipende AtVoice Aloud Reader. 2, AtVoice Aloud Reader inanifanya mimi nisome kitabu kwa uhuru. Sina haja ya kuwa nafungua si ukurasa na kwenda si page yenyewe kishaanza inaanza. Kwa nakuwa na uhuru. Na hapo inanifanya kwamba niwe nasoma kitabu kama vile nasikiliza. Unajua sisi wengine tunapenda sana kusikiliza, kwa hiyo inanipa uhuru huo. Twende sababu ya 3. AtVoice Aloud Reader inakupa uwezo wa kupause na kucontinue kwenye kusoma. Yaani unaweza ukaipause na ukaendelea kusoma kwa muda wowote unaotaka. Hata kama utabadili aina ya kitabu, utaenda kuweka kitabu kingine, wewe ukienda kwenye kile kitabu ambacho ulikuwa unakisoma itarudia pale pale ulipoishia. Kwa hiyo inakupa uhuru wa kuwa unasoma kile kitabu kwa kadri unavyoweza. Sio lazima uanzie mwanzo. Twende sababu ya 4. AtVoice Aloud Reader buttons zake zote ni accessible. Unakutana na hapo mara ukigusa button nakwambia button 15, button 20. Ya mambo mimi siyapendi. Twende sababu ya 5. AtVoice Aloud Reader ina kitu kizuri kinaitwa sleep timer. Unajua unaweza kaa usiku unasoma lakini ukajisi unaweza kusinzia, kwa hiyo unaiset. Baada ya nusu saa inakuwa inajistop. Kwa hiyo maana kama hata ikistop wakati umelala, kitabu hakitakwenda mbali sana. Kwa hiyo utakirudisha tu katika eneo ambalo ulikuwa unasoma. Twende sababu ya 6. AtVoice Aloud Reader inakuwezesha wewe kusoma aina mbalimbali za document, karibu document zote ambazo ni accessible. Word, PDF, EPUB. Na inazisoma kwa urari ulio sawa. Mimi hiki kitu kwa kweli kinanifurahisha. Twende sababu ya 7. AtVoice Aloud Reader inaniwezesha kusoma web page ndefu kwa uhuru bila bugdha yoyote, kwa sababu inaichukua web page na kuiweka katika text file na kunisababisha nisome hasa zile long articles. Kwa kweli hunipa uhuru huo, nami huenjoy sana kuitumia programu hii kwa sababu huniwezesha kuwa huru katika kusoma dokumenti zangu bila tatizo. Twende sababu ya 8. AtVoice Aloud Reader bwana yenyewe inaweza kutunza dokumenti zile ambazo umezisoma katika format ambayo ni portable. Yaani zote zinakuwa katika text file format. Kwa zikishakuwa katika text file format, ina maana inakuwezesha wewe kunavigate katika hizo document na kuzirudia kwa muda unaotaka. 2, inakuruhusu wewe kuweka hizo document katika maeneo mengine. Unaweza kuisave kama zip file, lile folder zima la document zote ulizowahi kuzisoma na ukaja kuzitumia kwenye app nyingine. Twende sababu ya 9. AtVoice Aloud Reader inakuruhusu wewe kuchagua sauti tofauti, hasa zile original voices ambazo mara nyingi tunakuwa tuzipate. Kama una premium version yake unapata hizo feature. Kwa zile za Microsoft tunazozipenda, as long as tu unatumia data. Twende sababu nyingine. AtVoice Aloud Reader ina navigation gestures, kwamba ukishake una pause, ukishake una play. Sio kila wakati unataka kupause, labda umekutana na mtu amekuja au unataka kupokea simu lazima ukatafute zile button uswipe. Ukishake tu
unafanya mambo yako mengine. Sababu ya mwisho, Voice Aloud Reader bwana inakupa uhuru wa kufanya vitu vingine kama translation na kuconvert kitabu chako kwenda kwenye audio format kwa kutumia app unayoitaka. Hizi ndio sababu zinazonifanya mimi nipende kuitumia Voice Aloud Reader. Na mimi nakushauri na wewe uitumie, hakika hutajutia, na itakusaidia katika kusoma vitabu vyako mbalimbali. Programu hii iliwekwa katika Play Store zaidi ya miaka 12 iliyopita. Na mpaka sasa imejizolea umaarufu mkubwa. Ukisikia Play Store utasema ni duka la programu. Marekani duka wanaita store. Kwa usifikiri labda ni gala na vitu kama hivyo. Asubuhi njema wadau. Okay. Kwa sasa nikushukuru tena Mr. Android kwa hiyo segment yako sasa ambayo umeanzisha hivi karibuni ya kuja kushare nasi hapa mambo mazuri ambayo unapenda nasi wenzio yasitupite, mambo mazuri yanayofanywa na program fulani katika mustakabali wa ufikivu, teknolojia saidizi. Na mulianza na ni mambo gani 10 ambayo unaweza ukayapata, au ni huduma zipi 10 unaweza ukazipata kupitia Google Assistant. Yes, ulikuja nazo hizo, lakini kwa jana ulikuja na mambo 10 mazuri unayoweza kuyapata, au huduma nzuri 10, tena ni 11 zile zinazopatikana kwenye program ya Voice Aloud Reader. Shukrani katika mwendelezo huo, na hakika tutakuunga mkono kwa hiyo segment ulioianzisha, na ni jambo jema sana, na hiyo ndio sharing of knowledge, kwa sababu sote hapa tunatumia teknolojia mbalimbali, si ndio? Lakini wapo wadau au tupo wadau ambao pia tunajitahidi kufanya utafiti wa programu nyingi huko mtandaoni au Play Store, kujua je, program fulani inafanya kazi gani, au je, nikitaka kufanya kitu fulani nitatumia program gani. Unaona bwana, na ukishaipata unakuja kushare nasi hapa. Yes, uzuri wa sharing kama hiyo ni kwamba wewe unaweza kuwa unatumia program fulani, lakini hiyo program pia hata wenzako sie tunaitumia. Yes, mfano mimi natumia program fulani, lakini hiyo program hapa kundini wengi tunaifahamu na tunaitumia pia. Lakini je, na wengine wanaitumia au wanafaidika na huduma nyingi kama ambavyo mtu mwingine anazifahamu? Je, wenzako sisi tunaitumia ipasavyo kama unavyoitumia wewe? Sasa unapokuja kushare nasi mambo kama hayo, yanafanya sasa kumbe bwana Voice Aloud Reader ina hiki bwana, tunapata kujua. Mwingine akishaifungua, akishasoma kitabu, anasikiliza, amemaliza, hafahamu kama kuna setting nyinginezo anaweza akazifanya akafaidika zaidi. Unaona Yes, wengi tunafahamu Google Assistant na tunaitumia. Naam, kwa hiyo ni hivyo. Yes, wewe unaifahamu. Niko nazungumzia Google Assistant. Sasa wengi pengine tunaifahamu kwa kutumia katika mambo kadhaa machache tu. Kwa unapokuja na mengi, huduma nyingi tunazoweza kuzipata kutoka huko, basi tunafaidika zaidi. Yes, kwa hiyo nikupongeze kwa hilo, nami niseme tutakuunga mkono pia katika hayo unayoyafanya au hilo ulilolianzisha. Yes, Mon Access, popote ulipo, na wewe njoo bwana, njoo hapa na kile ambacho unahisi kwamba wewe kinakufurahisha katika teknolojia, vile unavyotumia, share nasi hapa. Usifikiri kwamba hayo yote unayoyafahamu wewe na sisi tunayafahamu, mengine hatuyafahamu bwana. Kwa unapokuja hapa tunashare. Yes. Na mwingine anaweza akasema okay, kwa hayo 5 uliokuja nayo, hebu na mimi naongeza haya 2. Unajikuta na wewe unayapata mengine. Kwa hiyo ndio sharing. Shukrani sana Mr. Android. Pia ndugu zangu wana Access Tech Help and Support, nilikuwa naomba kutumiwa app ya Voice Reader ili na mimi niruke nayo, ni enjoy nayo yani. Kaka Mtitu, Voice Aloud Reader iko
Play Store. Kwa hiyo ingia kule, andika @voice allow the reader, then download and install kwenye simu yako. Oh, Mr. Lazaro Baraka Nziku, nashukuru sana. Nimeweza saizi kuidownload hii @voice allow the reader. Unajua nilikuwa nafeli wapi? Nilikuwa naandika ya AT voice reader, kumbe natumika ile ya kwenye @gmail @dini. Ndio hivyo ndugu yangu, ndio hivyo mlongo wangu bwana Lazaro Baraka. Basi tulipamwinga pamoja sana ndugu zangu. Poa kaka Mtitu, poa sana mkomi kumunyo.